na yeye mwenyewe aliattempt kuita vyombo vya habari kuzungumzia utekaji wake, na alipelekwa mpaka kanisani kwake huko, akasimamishwa mbele, akaeleza jinsi alivyokuwa ametekwa na hao watekaji. Na mimi kwangu mimi mwenyewe pia aliletwa hapa kunieleza, nikaita kamati ya usalama, akakaa mbele ya kamati ya usalama ya mkoa kueleza jinsi alivyokuwa ametekwa. Alisema baada ya uchaguzi, siku moja baada ya uchaguzi, tarehe 30 asubuhi saa 3, alitekwa na watu wasiojulikana, yeye, mama na mtoto wake mwenye umri wa miaka 3. Akaeleza alipelekwa kusikojulikana, akafungiwa ndani ya nyumba, na watekaji wakawa wanadai hela kwa mume wake, ambaye mume wake ni mstaafu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Sasa baada ya kupata tukio hilo, ilibidi kufanya uchunguzi wa kina, na alituambia mle ndani wapo waliotekwa wengi, akiwepo baba mmoja ambaye alikuwa ametekwa naye, akiwa naye mle ndani, walimuua akiwa anaangalia yeye mama alipokuwa, na kukataa kutoa ushirikiano kwa watekaji. Alitueleza kwamba aliuawa, alichomwa kisu kifuani, baadaye akambuluza akaenda kuzika wanapokujua. Sasa mnaweza mkaona tukio hilo si tukio dogo. Kasema sasa kama basi kuna matukio namna hii ni hali ya hatari. Kwa hiyo ilibidi tuweke intelijensia kali sana kufanya uchunguzi wa kina kabisa. Yule mama tukaje kukuta hakutekwa, aliamua kutumia njia hiyo kumlaghai mume wake kutoa hela, na alijipatia hela kwa njia ya namna hiyo. Yeye alisema ametekwa. Baada ya kuachiwa alienda kuripoti polisi utekaji wake, na akaja kuripoti mpaka kwangu, akaongea, nikaita kamati ya usalama, akaeleza jinsi alivyokuwa ametekwa na alipokuwa amepelekwa. Akaeleza kanisani kwake jinsi alivyokuwa ametekwa. Kwa kweli ilibidi tuweke mguu chini kufuatilia jambo hilo, na hatimaye tukakuta alikuwa amesafiri, ameenda Urambo, na kwa sababu alitufanyia jambo ambalo si jema, na mimi nikasema hatuwezi kumnyamazia. Tukakuta alikuwa na bwana yake ambaye sio mume wake, tena bwana yake hakuwa mmoja, walikuwa watatu, ambao yeye alikuwa anajua namna anavyoshiriki nao. Katika kipindi chote hicho alichokuwa ameripoti ametekwa, alikuwa kwa waume zake hao watatu ambao amewapangia ratiba mmoja baada ya mwingine. Na mume wake baada ya kumkamata, na hao mabwana wake wote watatu tuliwakamata, na hao ambao waliattempt walisema kwamba aliokuwa amewaandaa kama ni watekaji tuliwakamata. Wote waliokuwa katika mzunguko huo wote tuliwakamata, na tukamuonyesha mume wake mbele ya kamati ya ulinzi na usalama kwamba hawa ndio wanaume wenzio waliokuwa wamemteka mkeo, na hela ulizokuwa unatoa walikuwa wanagawana hawa. Hao wote wapo mahakamani, kesi inaendelea, na naamini pia haki itatendeka. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi, bahati nzuri aliwaita nyie kuripoti utekaji wake. Kwa hiyo nimeona nitolee, kamanda wa polisi alitoa ufafanuzi, lakini nitoe ufafanuzi wa namna hiyo. Hakuna mwananchi aliyetekwa katika mkoa huu wa Tabora, na hakuna atakayetekwa. Kwa kila mwananchi yupo salama. Vyombo vya ulinzi vina kazi ya kuwalinda na kuwapa uhakika wa kulala na kuamka wakiwa salama bila tishio la aina yoyote.